Juu Biblia haijawahi kubadilika. Amen. Amen. Ninasimama leo na kichwa cha neno ya kusema nguvu ya msamaha. Na msamaha ni kutoa vile venye uko navyo ndani ya roho yako. Amen. Amen. Leo hii ndani ya makanisa tuko hapa lakini hatujajua kusamehe ni nini. Na hatujajua au yajuaka kama kusamehe ni nini na uyajuaka kuomba msamaha maana yake nini. Amen. Amen. Leo tuko hapa nikiangalia hata mafamilia za mingi zinaharibika kutokujua msamaha ni nini. Unakuta mimi na mtoto wangu Lea tunapitishanaka tusemeshanaki, lakini tunashindwa kubakia chini tuangalie ni kitu gani kenye kinatusumbua. Hata kama unajikuta uko mzazi, kama wewe ndio ulikosea mtoto wako, kama unatafuta ufalme wa mbinguni, hata kama hivi gisi niko hapa, kama Esther ananikosea, nitamwambia mama unisamee, hata kama ni mtoto. Amen. Amen. Lakini Ukristo wetu wa leo hatuko pale tena. Tunakuwa tujua kusema mimi niko mkubwa, siwezi lomba mtoto kidogo msamaha. Bongo na mbingu hautaiona. Hakuna mbingu yenye tutaingiaka bila kuwa na msamaha. Juu hata Yesu mwenyewe mbele yako kumsalaba alisema Baba, uwasamee maana wajui walitendana. Yesu si ndio mwenyewe aliangamizaka, wakamtesa, wakamfanya vitu vya kila aina, lakini hakukufa yeye peke, alisema Baba, uwasamee maana wajui walitendana. Na hii neno haiko mie, ni Yesu mwenyewe ndio alikuwa anaambia wanafunzi wake. Msipo wasamee wengine, hata Baba yangu mbinguni hata wasamee. Amen. Amen. Ni huzuni sana. Unakuta leo tuko tunaona hata wachungaji, unasimamisha mtu, unamtenga mtu mkanisa. Mimi tunakutenga leo, si ndio kisiveko natengana, tunakutenga, tunakutupa kwa mikono ya shetani. Ule mwenye mnamtupa kwa mikono ya shetani na ikala na inama na inuka, jamani, nifanye haya, mimi nishakuwa kwa mikono ya shetani. Wacha basi nirudie kwa pastor mwenye alinitenga. Mimi naenda kwa mchungaji. Pastor, mimi nakuya baba, mimi nakia unisamee kwa ile kosa yenye nilifanyaka. Mimi nasema Mungu anisamee na mwanadamu na mwewe mlinitenga, munisamee. Naenda kusikia jibu yenye utakia kupewa. Rudia tena kule Kongo kwenye ulitokaka. Njoo kwenye uanzie kutengeneza kule, kisha njoo tutakia kukusamea. Binaweza kuwa hapo mnaangamia mwe wote, na wewe mwenye ulitengana na mwenye alitengwa mwe wote. Nadhani hata na ule mwenye alitengwa kama alijisikia kwenda kutubu, wewe tena mwenye unakatala kumsamea ndio utabakia mjenama. Amen. Amen. Leo hii hata makwaya ziko zinaimba hapa. Unakuta wana kwaya, beko naimba kwaya moyo, lakini abasemeshanaki. Niko nasema bongo. Ni huruma. Bwana Yesu atuhurumie. Na wakati mko mnaimba msemeshanake, mko mnafanya kazi gani? Sioni kazi yenye mko mnafanya. Leo baimbaji ndio baisha kwa basutwa. Kweli. Baimbaji ndio baisha kwa watu wa kuchonganisha. Na baimbaji ndio kanisa. Kisha sasa mnaikala baimbaji msemeshanaki. Mtakia kutuhubiria nini hapa? Leo msikia sema Malea asemeshanaki na Pastor Alonda. Lakini tunakia tunaingia kanisa moja. Tuko tunakia kumifundisha nini hapa? Sijasema mtu, lakini ni neno ndio linatoka. Na kama neno linatoka, ni Roho Mtakatifu ndio anaongoza. Amen. Unakuta baimbaji banakuwa na tuma grupe twao. Aka ka grupe njoke kwa hapa, aka njoke nye kanajua kuimba, aba njoo abajua kuimba, aba njoo banajua kuomba. Kama Mungu alikuchagula kusimama hapa, ujiamini kama uko wa kweli. Amen. Amen. Kitu kia maana ni kutambua wakati unakosana na mwenzako, utafanya haya jule mwenzako mkuwe sawa. Tena kama sijui kama wengine hawajisikia yake hivyo. Mimi nafanyaka kama mimi sisemi na mtu, najisikiaka mimi nakosa amani. Mimi najisikiaka mimi nakosa amani. Lakini wakati mimi naikala chini, mimi natengeneza na ule mtu, ile lesa mimi nasikia roho yangu inafunguliwa. Amen. Amen. Lakini wengine unabakia tu na mtu mwenzake miaka. Eko tu naye anamfunga tu mroho. Utabeba bangapi mroho yako? Mkristo ni mtu mwenye anajua kutengeneza.
Mkristo ni mtu mwenye anajua kuomba msamaha. Wakati Mkristo anajitahidi kuomba msamaha, hata mbingu utaipata. Na ndio maana tunasemaka Mungu anipe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Jukuko watu wengine wanakuaka utamuona tu unamuonaona tu lakini siku ya kufa anakia kuambia baya mimi hivi nilikuwa nafanya hivi. Ile sasa inakuwa neema. Juu ile ilikuwa neema kwa kila mtu. Ile inakuwa ni neema ya kipekee. Wakati unataka kufa kitengeneza maisha ni neema ya kipekee. Lakini neno moja tu Yesu alituachia ni kutubu na kuacha na kuachilia. Amen. Amen. Lakini we wakati ungaliki tu na wakia na bimambo muro. Ole wako. Na kama tuko hapa atusemeshanaki leo tujitahidi. Kutubu haikwaki tu asema uende tu kwa mchungaji. Unaweza enda kwa ule mwenye ulimkosea. Unaweza enda hako. Unaenda kwa baba chako mie kweli kama nilikuwa naishi na wewe mimi sikukuwa naishi na wewe mzuri ni hivi tusameane mnaomba Mungu ile pale inatosha. Juu kuko wengine wachungaji leo inakuwa ukienda kutubu kwake anakugeuka tena inakuwa njoo mahubiri kesho mkanisa. Kwa hiyo tujitahidi. Mimi nampendaka mtu mwenye yuko mwa kanisa. Nampendaka sana. Sitamtaja jina. Anafanyaka kijikuta tu. Anakuwaka wa kwanza. Paka wewe unasema hapana. Mungu akubariki. Na isitoshe hizi masimu hizi zilikuya hizi. Hii ndio itakuwa ya kwanza kutuua. Hii masimu ndio itakuwa ya kwanza kutuangamiza. Bwana Yesu atuhurumie. Tukwe tunakamata hii masimu saa vile connection ya kuongea na watu vitu vya mzuri. Lakini leo nakuwa unakamata hii simu hii, unaingia ku audio. Wejo wali we wa hivi na hivi ndio unasukuma matusi. Uko kusimu. Sasa pahali ujitahidi kwa hiyo simu, umrudishie Jowari bwana mimi sikujisikia mzuri lakini unisame kwa hiyo simu. Unashindwa. Unakuwa nafanya ukimwona Jowari mkampani unakuwa sasa mwenyewe unajivicha. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie. Huzuni sana jamani. Hii ni huzuni. Mafamilia kwa mafamilia haziko tena na ile umoja kusema sasa taikala chini walombane msamaha. Kwa kweli tunajua kweli kila familia na kila jamii inakuwaka na vitu vyenye iko hemo, lakini tujitahidi kuomba msamaha. Na tujitahidi kujua kusamehe ni nini. Wakati unasamehe na wakati unalomba msamaha, amani ya roho itakuwa. Lakini ukibakia tu wenje wa kufunga batu mumaro, kila mtu wao usemeshanaki naye. Sasa utakuwa na bangapi? Kila mtu anakukoseaka. Bakubwa wanakukoseaka adabu. Batoto wanakukoseaka adabu. Na isitoshe hii macheo yenye tulikia kupewa. Njoo aswa. Ukisha kwa tu na cheo gisi niko hapa kina mama, mtoto akipita kukusalimia weye, au nisalimiaki tena weye. Nini si umsalimia hata weye? Jua kimsalimia mtoto utakatika. Hautakatika. Utakuwa tu akina mama vile. Amen. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Juu tu uko mchungaji Chris, hakuna mwingine mwatasemaka tena. Hakuna tena mwingine mwatasemaka mkanisa. Kama Chris haiko kila kitu hakitakuwa. Juu ya nini? Sisi wote tulichaguliwa. Na sisi wote tuko tunatafuta kitu kimoya, mbingu. Hatuko hapa juu ya macheo. Na njoo maana msamaha na njoo kitu kenye kitatufikishaka sie mbinguni. Ukibaki hata uimbe miaka 15, hata uimbe miaka 10 ngapi, kama hujui kusamehe na kama hujui kuomba msamaha, nyimbo zako zitabakilia hapa hivi. Amen. Kuna kuwa mwingine mtu unamkuta anaenda mnyumba ya mtu juu tu ya kutafuta masababu. Anatoka pale anaenda hapa. Hivi unasikia?
Mama Lea hivi alikuwa nakusema yeye na dada Lea alikuwa nakusema kweli. Lea naye kule anawaka moto. Juu ya nini tuwe mwema Mama Sakina, juu ya nini tuwe wende kutusema si? Sijui nini na nini. Moto unawaka. Mwenye anawasha moto ni nani? Ule suto, ule peto. Ndio watu bagoma wanaitaka peto. Maana ule mtu wa vile anakuwaka akifika fasi utasikia watu wote wanasema mnyamazi. Mnyamaze ule anafika. Mkisema tu neno hapa atamibeba. Na wewe huyo mtu mchonganishi unashindwa hata kujitambua kusema kama hii maneno yenye niko nayo hapa iko naua manyumba za watu. Acha basi nirudie basi. Sitaenda kwa wale wengi nachonganisha, acha niende kwa mchungaji Alona. Pastor mimi nakuya, unisamee baba. Uniombe msamaha kwa Mungu hivi yenye niko amo, habiko vitu vya sahihi. Lakini wewe ni kuchocheaka tu. Wewe ni kuchocheaka tu. Uko na kia mkanisa unajua hata maana ya msamaha ni nini? Bwana Yesu aturumie. Huruma. Uko na kia mkanisa kila siku au chelewaki kwaya au chelewaki kipindi hata kimoya, manake vipindi vyote vya mkanisa wewe unakuaka hemu. Lakini unashindwa kujitambua kulomba msamaha na unashindwa kutambua kusamehe ni nini. Amen. Nilitangulia kusema msamaha ni kutoa vile vitu vyote venye uko navyo ndani ya roho yako. Ndio maana ya msamaha. Kuko mwingine utasikia mimi namsamehe tu. Mimi namsamehe tu lakini. Ukishasema lakini, maana yake hapo hauyafanya hata kitu. Amen. Kusamehe ni kuachilia. Ukishasema mimi namsamehe lakini sijui. Hauyafanya hata kitu. Ungali tu sa vile mwenye unajiponda tu, sa vile nguruwe iko nakula matope tena anaenda tena kukula matope tena anaenda koga ile matope tena. Ndio sa vile maana kusema nilishamsamehe lakini. Kama unasamehe ile lakini isikue. Amen. Amen. Kama unaomba msamaha ile lakini isikue. Mimi naongeaka tu na Sakina lakini mimi simpendaki. Na umupendi kweli. Njoo utasema mimi naongeaka tu naye tu. Ukishasema lakini maana yake umupendi. Yes. Naongeaka naye tu vya hivyo tu simpendaki hata. Haumupendi juu ya nini? Alikufanya nini? Wewe ndio Mungu mwenye ulimuumbaka Sakina. Na hapa chini hapa tukiangalia kwa Mathayo sura ya 7 sijui ngapi nasema msihukumu msije mkahukumiwa. Leo sisi tulishabeba mtu anaenda kulomba msamaha, pale umsamee, wewe unabakia tena kuhukumu na kwa na mhukumu. Tusibakie kuhukumu. Kama mtu alikia kulomba msamaha kwako, msameane na biisha, kusibakie tena ile lakini. Ile lakini ikikua maana yake pale amuyafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu mwenyewe ndio alikuwa anaambia wanafunzi, msipowasamehe na baba yangu wa mbinguni hata wasamehe. Na njoo pale msamaha njoo jambo ya maana kwa Mkristo. Msamaha njoo kila kitu kwa Mkristo. Wakati wewe uko Mkristo unajua kusamehe na unajua kuomba msamaha, sijui kama kuko kitu kingine kweli. Ukishajua kusamehe na upendo ndani mwako utakuwa. Ukishajua kusamehe hautakuwa na ile lakini ya kusema nilimsamehe tu lakini sikukua. Leo kuko bapastere wenye weko wanapanda kwa madhabahu weko miaka na miaka asemake na wengine waumini. Kule bupastere wako ni kwa jina tu, juu uende ku conference, juu ufanye nini. Na pastere naye analombaka msamaha wakati unakosea. Na ndio sasa vile kisi nilisema, hata mzazi unalombaka msamaha kwa mtoto wako wakati unamkosea mtoto wako. Wakati kama hatujui kulomba msamaha, tubakilie tu mtoto ndio alombe msamaha. Kuko wakati wengine si wazazi tunakosea watoto. Kuko kipindi kabisa kenye unajikuta kabisa unasema hapa mimi namkosea mtoto wangu. Lakini juu ya kujiona wewe ndio mama, wewe ndio baba, unashindwa hata kumwambia mtoto. Sasa vile
ile tu kujisikia sasa itakosa vile mie nenda jibembeleza kwake na sitaendaka. Ukishakuwa na ile roho ya vile, hautalomba msamaha. Na mbingu hautaionaka. Ya kwanza natuma mtu asilombe msamaha ni kiburi. Ukishakuwa na kiburi muweye, Mungu wangu na msamaha utalombaka kwa mtu. Utakuwa na jangalia tu minjo mie. Tena kiburi kinapatia mtu sheria kila siku, unajikutaka tu wewe ndio uko na sheria, hauna kosa mbele ya mwingine. Na japo kuomba msamaha unajipatiaka amani, ukiomba msamaha unajisikiaka uko huru. Maki ukiomba msamaha hiyo siku unajisikiaka kabisa uko sawa. Amen. Na njoo pale tujitahidi, Mkristo unapaswa kuwa mtu mwenye unajua kuomba msamaha na kusamehe pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu abariki neno lake. Amen.